kwa msimu mwingine kuja kushiriki mashindano ya riadha yajulikanayo kama Mbeya Tulia Marathon kwa 2026, ukiwa huu ni msimu wa 10 kufanyika kwa riadha hizi. Na mashindano haya yatafanyika kwa siku mbili, tarehe 15 na tarehe 16 mwezi wa 5 2026 kuanzia saa 2:30 asubuhi kwenye eneo la uwanja wa Sokoine Mbeya. Lakini sambamba na hilo, kwa kuwa kuna hizi tarehe mbili, kwa maana ya kwamba tarehe 15 na tarehe 16. Tarehe 15 hapa kutakuwa na ambayo itakuwa ni siku ya kwanza, kwa maana ya kwamba kutakuwa na mashindano ya mbio za uwanjani ambapo kutakuwa na mita 100, mita 200, mita 400, mita 800 na mita 1500. Lakini siku ya pili ambayo itakuwa ni Jumamosi ya tarehe 16 mwezi wa 5 2026, hapa tutakuwa na mbio ndefu, kwa maana ya kwamba kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 na kilomita 42. Pamoja na hayo, tutakuwa na burudani mbalimbali siku hiyo kama sehemu ya kuendelea kuongeza hamasa ya mashindano haya ya riadha ili kuleta fursa za kiuchumi kwa wanambeya kwa ujumla wake, kwa sababu tunaamini kwa idadi ya wageni tunaopokea, watu watafanya biashara, kwa maana kwamba wale wenye mahoteli, lakini wenye vyakula na mahitaji mengine ya muhimu ya binadamu itakuwa ni sehemu pia ya fursa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wawekezaji ambao wanaweza kuja kuwekeza kwenye mashindano haya ya riadha ya Mbeya Tulia Marathon 2026. Pamoja na hayo, tutakuwa na vituo vya usajili kwenye maeneo tofauti ambayo washiriki wanaotaka kushindana, kwa maana kwamba kushindania fedha, watatakiwa kwenda kujisajili kwenye maeneo hayo. Lakini kwa wale sisi wengine ambao tunakuja kutazama, basi hakutakuwa na kiingilio chochote cha mtu kuja kutazama. Na vituo hivyo, kutakuwa na vituo moja ndani ya mkoa wa Mbeya. Tutakuwa na kituo pale Tukuyu, ofisi ya Tulia Trust, lakini pale Kiela tutakuwa na kituo, ofisi ya Tulia Trust, na kwa hapa Mbeya mjini tutakuwa na kituo hapo, ofisi za Tulia Trust Uyole. Lakini kwa wengine, kwa maana kwamba natoka kwenye jimbo la Mbeya mjini, kwa sababu mashindano haya yatafanyika ndani ya eneo la jimbo la Mbeya mjini, kwa maana kwamba tukizungumzia uwanja wa Sokoine upo ndani ya jimbo la Mbeya mjini. Kwa hiyo wale wa kule watajisajili pale Mwanjelwa kwenye ofisi ama duka la mfanyabiashara naitwa Light, wao watajisajili pale. Lakini tutakuwa na kituo kingine mkoani Arusha ambapo watu watajisajili pale uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Kwa hiyo watu watajisajili pale kwa upande wa Arusha. Kwa hiyo niwaalike sana Watanzania wote, niwaalike sana washiriki wote, kwa maana kwamba wanariadha kuja kujisajili. Na hizi mbio ina malengo makubwa ya kusaidia jamii, kwa maana kwamba kile fedha inayopatikana inakwenda kurudi kwenye jamii, kwa maana kwamba tunakwenda kujenga mashule, tunakwenda kukarabati miundombinu ya afya na mahitaji mengine ya muhimu kwenye jamii yetu. Na mtu ambaye atataka kuuliza kwa jambo lolote anaweza kupiga simu namba 0763828271 ama anaweza kupiga namba 0767860515. Kwa hiyo niwakaribisheni sana Watanzania wote kuja kushiriki msimu wa 10 wa Mbeya Tulia Marathon. Na mbali na hilo, kama mnavyofahamu, tangu Tulia Trust imeanza tutakuwa tunatimiza miaka 10 ya Tulia Trust. Kwa hiyo tunaamini kwamba kutakuwa na mabadiliko makubwa sana kuelekea haya mashindano. Kama tulivyosema, lengo ni kuisaidia jamii. Kwa hiyo hata miaka 10 itakuwa na lengo la kuisaidia jamii. Kwa hiyo niwakaribisheni Watanzania wote. Kwanza nianze na viingilio. Viingilio kwa mbio za 21 kilomita na 42 kilomita, wao watakuwa na kiingilio cha 35,000 na watapata t-shirt, medali na zawadi, pia pesa taslim. Lakini pia kuna mbio za uwanjani, wao watapata medali na pesa taslim, lakini kwa watu watatu tu. Mbio za kilomita 42 zawadi, mshindi wa kwanza ni $3,000,000, mshindi wa pili $2,000,000, mshindi wa tatu $1,000,000, mshindi wa nne $500,000, mshindi wa tano $300,000, mshindi wa sita mpaka wa 10 $140,000. Lakini kilomita 21 mshindi wa kwanza anapata $2,000,000, mshindi wa pili anapata $1,000,000, mshindi wa tatu $700,000,
mshindi wa 4 laki 4, mshindi wa 5 laki 2, mshindi wa 6 mpaka wa 10 anapata laki 1. Kwenye kilomita 10 mshindi wa kwanza laki 5, wa pili laki 3, wa 3 laki 2, wa 4 na wa 5 laki 1. Na mshindi wa kwanza kwenye mbio za uwanjani atapata laki 5, mshindi wa pili laki 3.5, na mshindi wa 3 atapata laki 1.5. Hizo ndizo zawadi zetu tutakazozitoa katika mashindano ya 2026. Taasisi ya Tulia Trust wanafanya jambo kubwa sana katika jiji letu la Mbeya na mkoa kwa ujumla. Wanatuheshimisha kwa shughuli za michezo. Ajira imesambaa kwa vijana mbalimbali kupitia mashindano, lakini wanapoboresha miundombinu ya afya na elimu inatuletea maendeleo makubwa sana katika jiji letu. Mimi niwakaribishe watu wote kutoka sehemu zote Tanzania, hata East Africa, kwa sababu hata Wakenya wao wanakuja kushiriki, waje wafike katika mashindano haya na waweze kutangaza jiji letu la Mbeya na kuweza kufahamika zaidi. Sisi ofisi ya mkurugenzi tutatoa ushirikiano mkubwa sana kwenye tukio hilo ambalo litafanyika tarehe 15 na 16 mwezi wa 5. Tutatoa ushirikiano wote. Mambo ya michezo yao katika ofisi ile tutafanya kwa kushirikiana na taasisi ili tuweze kufanikisha jambo hili. Michezo mingine haifanyiki kwa sababu pia tunakuwa tumekosa wataalamu. Kwa hiyo tunaita kozi mbalimbali za michezo husika. Tunawahamasisha walimu wanaenda kwenye hizo kozi za michezo kama riadha, handball, volleyball, basketball na michezo mingine. Lakini mkurugenzi wa jiji la Mbeya pia ameweka academy ambayo ni Mbeya City Sports Academy. Hiyo itahusisha michezo yote. Hii ni moja kwa moja kuweza kuzindua na kupambania vipaji vya michezo mingine ambayo iko nyuma. Hiyo academy itahusisha michezo yote. Lakini pia tunataka tujenge shule ya michezo ya academy ambayo iko Stella Farm kule, ambayo tutapeleka watoto wote wenye vipaji watakuwa naenda wanasoma pale.